Mungu hapatikane huyo mama mwenye hekima ambaye hata kuja kupoteza muda hapa St. Joseph. Amekuja kumshukuru Mungu kwa jinsi ya uumbaji, alivyomuumba mume wake, alivyoumba watoto wake. Amekuja kumshukuru Mungu alivyompa hiyo kazi, pamoja na kwamba ina migogoro ya kutosha. Amekuja kumwambia Mungu asante. Akipatikana huyo mama katikati yetu, maandiko yananielekeza Mungu ataumba upya na nchi zitageuka, ya kale yatapita na tazama yatakuwa mapya. Yatakuwa mapya. Shida tunang'ang'ania mno. Mwezi uliokwisha nilikuwa Kenya. Nilikuwa huko kwenye crusade. Sasa nilipokuwa kule kwenye ushauri, mama mmoja akaja akasema, yani mimi huyu mume simuelewi kabisa, sihitaji hata kuwa naye tena. Nikamsikiliza akabwabwaja akamaliza. Nikamwambia kweli? Nikamwambia pale mtaani kwako hamna binti ambaye unaweza ukamsakisia akaondoka naye? Unajua hata Mungu atuelewi yani unajua Mungu yani unalalamika lakini kutoka hautoki. Shogangu, si heri umshukuru Mungu tu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya 16 anatualika tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Tena anasema yote ni mapenzi ya Mungu kwetu. Jinsi unavyopitia ni mapenzi ya Mungu. Inajulikanaje kwamba yuko mama mmoja aliyeachika kwa miaka 16 alipomshukuru Mungu kwa sadaka ya shukrani kanisani? Mume wake alipomaliza kuzunguka na ulimwengu, alirudi na kabegi akamwambia, mke wangu, naomba unisamehe. Na watu watakapoiona hiyo ndoa yako watasema, tunaye mama Jenista ambaye mume wake aliondoka kwa miaka 16 akarudi. Yuko mama mmoja mume wake ameondoka kwa siku 3. Ukitengenezewa ushuhuda mkubwa namna hiyo, atasema adhuhuri yangu inakaribia. Anaendelea kupika, anaendelea kupakua, anaendelea kufua, kwa sababu walau yeye ni miaka 3. Mama wa miaka 16 atasaidia kujenga ushuhuda wa kanisa, na imani ya wanakanisa itaongezeka. Naomba huyo mama awe wewe.